tutakwenda kusikia ujumbe ambao utakuwa na kichwa kinachosema zifahamu na kuzitumia funguo za ufalme. Sasa funguo za ufalme ambazo tunazungumzia hapa ni ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu. Sababu ziko funguo nyingi katika ulimwengu huu, lakini pia katika ulimwengu ule wasema ulimwengu wa giza wana funguo zao. Lakini ufunguo ambazo tutakwenda kuzungumzia hapa ni funguo za ufalme wa mbinguni. Kwa sababu huwa anasemaga mara nyingi kanisani tunajifunza funguo za mbinguni, mambo ya kimbingu. Tunajifunza mambo ya kiroho katika ya nuru. Sema mambo ya nuru. Tukianza kujifunza hapa elimu ya ulimwengu huu kwamba funguo za biashara, funguo sio za nini, inakuwa ni sio mahali pake. Hizo tukijifunza kwenye sema vyuo vyetu au kama ni seminar ambayo imeandaliwa na watu ambao nisema ni wale ambao ni wataalamu wa mambo ya uchumi, it's okay. Lakini tutakwenda kusikia ujumbe zifahamu na kuzitumia funguo za ufalme wa mbinguni. Kwa utangulizi, tukiangalia kichwa cha ujumbe wetu, zimeanza na kitu zifahamu na kuzitumia. Kwamba unapotaka kutumia kitu au unapofanikisha kutumia kitu ni kwa sababu umefahamu namna ya kukitumia kwa kitu. Kwa kabla ya kutumia kitu ni muhimu sana kuweza kufahamu iko kitu kukifahamu kinatumikaje. Sababu hatuwezi kuanza namna ya kutumia funguo za ufalme. Hizo funguo za ufalme unazifahamu. Mfano hapo nikishasema hapa funguo za ufalme wa mbinguni, kuna ambao tayari wameshaachwa Msamvu, si tuko town. Kwa hiyo kuna umuhimu mno wa kuanza kuweza kuzifahamu kwanza kabla ya kujua namna ya kuzitumia. Lakini katika maandiko ili neno funguo za ufalme wa mbinguni limezungumzwa, yameandikwa kuhusiana na ufalme. Usoma katika kitabu cha Mathayo 16, Mathayo sura ya 16 mstari kuanzia 19. Anaambiwa hapo Petro, na soma mstari tutakuja kuona kwamba ni Petro aliambiwa, lakini haikuwa imefunga kwamba ni Petro peke yake. Haikuwa imefungwa kwamba ni Petro peke yake, kwa sababu Petro aliambiwa neno hili kwa sababu yeye ndo alikuwa amepata ufunuo wa kwanza kabisa kwamba Yesu ni nani. Kuna mazungumzo pale juu yanaanza. Yesu alikuwa anawauliza hivi, watu wanasema mimi nani? Watu wakasema Petro akasema watu wanasema kwamba wewe ni Yohana Mbatizaji, wewe ni mmoja ya manabii, wewe ni Elia na kadhalika na kadhalika. Akauliza nyie mnasema ni wakina nani? Nyie mnasema mimi ni nani? Wanafunzi wakakaa kimya kidogo. Alafu Petro akajibu akasema wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ndio anaambiwa saya maneno Mathayo 16:19, asema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Aliambiwa kwanza kuna maneno alianza kule juu, lakini alijitimisha nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Na lolote utalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Narudia. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Anaambiwa hapa nitakupa funguo za ufalme. Sasa ukikaa ukijaribu kujiuliza hizo funguo zinafanania vipi? Ni za chuma, ni za nini? Yaani ni lugha ya picha. Lakini kuna funguo za ufalme wa mbinguni. Na nimesema hilo kwamba hiyo haikumhusisha tu Petro pekee yake, sababu kuna namna fulani ambayo tunatengeneza ili andiko kwamba ni Petro ndo alipewa funguo. Tulishaona mara kadhaa Petro ndo alipewa funguo na kadhalika na kadhalika. Lakini tukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 18:18, Mathayo 18 mstari wa 18, hiyo iliyotoka ilikuwa ni 16:19. Alafu 18:18 Yesu anawaambia, anasema amini nawaambia yoyote mtakaoyafunga duniani. Anawaambia wanafunzi wote sasa, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa
mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua mbinguni, mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Wanaambiwa wote. Maana yake ni kwamba mwanzoni, kwa sababu ule ufunuo alifunuliwa Petro, sasa hao wote sasa hivi wameelewa kwamba Yesu ni nani, kwamba Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu aliye juu, mwana wa pekee wa Mungu. Sasa anawaambia yoyote mtakayoyafungua, na tunajua kwamba kufunga au kufungua inategemea funguo. Yaani ukishasema kufunga, lazima kuna kitu kimefunga, si ndio? Ukizungumzia kufungua, kuna kitu kimefungua. Na kwa hiyo lazima tuelewe kwamba sisi, hizo funguo ambazo zimezungumza, funguo za ufalme, na sisi zinatuhusu, hazimuhusu Petro peke yake. Yaani hilo lazima likae kwamba Yesu ametupa funguo. Ndio funguo gani tutakuja kuziona leo. Lakini lazima likae kwamba zile funguo sio za Petro peke yake. Alizungumza na Petro kwanza kwa sababu alikuwa amepokea ufunguo huo ufunuo wa Yesu ni nani. Lakini hata sisi pia tunapomfahamu Yesu ni nani. Unajua iko hivi, kuwa Mkristo ni kitu kimojawapo, lakini kufunuliwa kwamba Kristo huyo ambaye tunamwabudu ni nani ni kitu kingine. Kwa sababu ukimjua ni nani, maana yake kwamba utamtegemea. Na ukimtegemea, maana yake kwamba kuna kanuni utazijua, au kuna namna fulani ambavyo utaweza ukafunga na kufungua. Kwa hiyo kila anayemfahamu Kristo ni nani, anayemfahamu Yesu ni nani. Unajua kuna kumfahamu, kuna kumjua kwa kumkariri kwamba Yesu ni, lakini kuna ile kuamini ndani, kuwa na uhakika. Unajua uhakika maana yake ni kwamba una uhakika kwa kujua kwamba ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tumepewa funguo za ufalme. Sasa kitu ambacho nataka tuende kwenye logic sasa. Tuende kwenye logic tu kidogo. Sababu kuna mambo mengine lazima tuende kwa logic ili tuweze kuelewa vitu. Tunajua kwamba katika ukizungumzia funguo, maana yake kuna kitasa. Si ndio? Funguo maana yake kuna kitasa. Na ukizungumzia kitasa, maana yake kitasa ni cha mlango. Kitasa cha mlango, inawezekana kwa siku hizi kuna vya draw, si ndio? Lakini ukizungumzia funguo, maana yake lazima kuwe na kitasa. Kwa hiyo kitasa, kile kitasa ambacho tunakizungumzia, ambacho ndio kinaingiza funguo, kinakaa katika mlango, na hicho ndio kinafunga mlango. Kinachofunga mlango actually, au kinacholock mlango ni kitasa. Lakini funguo ile funguo ukijaribu kuidescribe funguo ni kitu gani? Funguo ni chombo au kifaa ambacho kimeweka au kina kanuni ndani yake. Hizo kanuni zinaweza ukiingiza kwenye kitasa zinafiatua kile kitasa ili kufunga au kufungua. Kwa funguo ni imebeba kanuni au imeambatana na kanuni ya kufungua. Maana kama kinachoweza kufungua kitasa ni ile kanuni iliyowekwa. Tunafahamu kwamba ukiangalia funguo inakuwa ina menomeno Unaona hii funguo hii ina menomeno. Sasa hizi menomeno hizi ni kanuni. Kwa sababu alivyotengeneza kitasa kuna kanuni kwamba kuna meno mule ndani ambayo haya meno moja ukilitwist zaidi, ingine ukilitwist katika kiwango fulani, ingine ukilitwist katika kiwango fulani, maana yake ni kwamba kile kitasa kinaweza kufunga au kufungua. Kwa hiyo tunapozungumzia funguo imebeba tu kanuni ya kufungua kitasa. Kwa hiyo ukijua kanuni ya kitasa, maana unaweza ukachonga funguo. Unaweza ukachonga funguo. Yaani kuna mtu akichukua hii funguo akatumbukiza kwenye sabuni, akajua tu kwamba itakatengeneza ile alama kwamba hivi anatengeneza funguo. Lakini kitu ambacho kimefichwa ni ndani ya kitasa. Kwamba ndani ya kitasa ili ufungue lazima yale meno
moja ulisukume katika kiwango fulani, lingine ulisukume katika kiwango fulani, lingine ulisukume katika kiwango fulani. Sasa funguo ndio imebeba hayo majibu, imebeba kanuni. Imebeba kanuni ya kufungua kitasa. Kwa hiyo tunapozungumzia funguo lazima tuitranslate, tuitafsiri kama kanuni au kama majibu au ni kanuni ya kufungua kitu. Kwa funguo, tunapozungumzia funguo ni kanuni, ni kanuni. Kanuni za ufalme. Tunasoma mathematics nafikiri. Tunasoma hesabati kwa wale ambao wamesoma mahesabu. Kuna mambo mengine ili uweze kusema mahesabu mengine ili uweze kuyasolve, unatakiwa ujue kanuni. Ukishajua kanuni unaidumbukiza tu kwamba hii kama ni x, kama ni y, kama ni z, unaidumbukiza tu pale pale unakuja unapata majibu. Kanuni. Kwa hata ufalme wa Mungu pia una kanuni zake. Una kanuni. Sasa hizo kanuni wanaoweza kuzijua, waliojaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu ni wale ambao wako ndani ya ule ufalme. Unajua iko hivi, kujua siri za, kwa mfano sisi hapa ni Watanzania, si ndio Kuna siri, tunasema kuna siri za serikali, si ndio? Ukiwa ndani ya serikali katika kiwango fulani, kwa kadri ambavyo unakuwa ndani zaidi, kuna vitu ambavyo unaweza kuwa unavijua pengine ni vya siri zaidi, ambavyo utakiwi, sio kila mtu atakiwa avijue. Hata kwenye familia kuna ndani kuna siri. Inawezekana mnaweza kuona watu wanapendeza, wana nini, kumbe kuna mambo yao ambayo hawawezi wakayatoa nje. Ndio namna ambavyo ilivyo. Sasa kwa kadri ambavyo unasema unakuwa ni sehemu ya ufalme fulani, au unakuwa ni sehemu ya taasisi au shirika fulani, kuna vitu ambavyo unajaliwa kuvijua kwa sababu you are the part of that society, katika jamii hiyo au katika level hiyo, katika ranki hiyo. Kwa hiyo sisi pia kuna siri za ufalme ambao tumejaliwa kuzijua. Sasa siri za ufalme, it's all about kanuni. Kwa sababu kanuni za ufalme sio kila mtu anapaswa kuzijua, kuzifahamu. Ni wale tu ambao wako ndani ya ule ufalme. Na hizo kanuni ndio tunasema sasa funguo za ufalme. Ndio maana nimeenda sana kwamba kitasa na nini, lakini it's all about kanuni za kufungua mambo. Kanuni za kuweza kufungua na kufunga mambo. Na kitu ambacho nataka tukione kwa umakini hapa, tunafunga na kufungua wapi? Unajua kuna wakati mwingine watu wanafikiri kwamba sisi wanadamu tuna uwezo wa kufunga vitu kuzimu au kufunga vitu mbinguni. Hapa amesema, kusoma kwenye kitabu cha Mathayo 16:19, anasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani. Kwa sisi tumepewa uwezo wa kufunga na kufungua hapa duniani. Yaani unajua kuna watu unaweza kusikiza kwenye maombi, jamani, wakati mwingine tunasikia, unaweza kusikia, unajua kwa hiyo uombi unasikiliza wengine, tunasikia wakati mwingine kwamba anafunga vitu kuzimu, namfunga kuzimu shetani, namfunga sio nini shetani. Tunafunga vitu. Sisi tumepewa mamlaka katika ulimwengu huu. Katika ulimwengu huu ambao tunaishi, sisi ndo tumepewa mamlaka nao. Kwamba Mungu alipoumba ulimwengu huu akamkabidhi mwanadamu. Kwa hiyo chochote kinachoingia illegal katika ulimwengu huu, tuna uwezo wa kudhibiti. Tumepewa hiyo mamlaka. Ndio maana akasema mtakachokifunga duniani mbinguni, mtakachokifungua duniani mbinguni. Huo ndo mpaka. Kwa hiyo tusije tukaenda kwenye maombi tunaanza kuvuruga vitu kuzimu. Kuzimu hakutuhusu. Nasema hivyo kwa nini? Jamaa hapa anazungumza vitu ambavyo ni kwenye kitabu cha Ufunuo
Ufunuo 1:18 anazungumziwa hapa Yesu, kwamba Yesu ndo anazo funguo za huko kwingine. Anasema na aliye hai, alikuwa anazungumzia Yesu. Anasema nami nilikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele. Yesu alikuwa anazungumza hayo mambo. Anasema nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Kwamba Yesu ana funguo za mauti na za kuzimu. Sasa tukikaa hapo funguo za mauti na kuzimu, tatumia muda mrefu kidogo. Tatumia muda mrefu kidogo. Lakini Yesu ana hizo funguo za mauti. Kwa hiyo sisi kufunga na kufungua vitu hapa ulimwenguni. Pepo unaweza kama ni mapepo, kama ni nini, sisi tuna mamlaka katika dimension hii, katika dunia. Kwa hiyo nimesema mambo hayo ili mtazamo wetu juu ya mamlaka yetu, lazima sisi hatuna mamlaka mbinguni na hatuna mamlaka kuzimu. Sisi ni hapa kwa sababu tupo katika ulimwengu wa mwili. Kuna mtu mwingine anasema anaweza nashusha moto kuzimu. Tushai kusikia hayo maombi jamani, si ndio? Tushai kusikia hayo maombi. Lakini katika ulimwengu huu sisi ndio tumepewa mamlaka. Na hata kwa mfano ngoja niseme kitu kimoja. Hata kwa mfano kama kwenye kutoa pepo. Unajua mapepo ni halisi yako ndani ya watu. Unapoyatoa unaweza ukayaamuru pale ambako unataka yaende. Lakini kikubwa zaidi tumepewa kuyatoa. Tumepewa uwezo wa kuyatoa. Sasa unaweza kuona kwamba kuna wakati mwingine pale, kuna ule wakati ambapo Yesu anatoa pepo kwa yule mgerasi. Alafu yale mapepo yanamwambia usituamuru kwenda shimoni. Tunaomba tuwaingie hao nguruwe. Yesu akawaruhusu waende kwa nguruwe. Sasa nikikaa hapo nako nitakaa muda mrefu sana. Lakini kwa nini hakuyaamuru kwenda shimoni? Kwa sababu muda wake ulikuwa bado haujafika. Wakati wake ilikuwa bado haujafika. Kwa sababu wakati wa hukumu, wakati wa hukumu, Shetani na Ibilisi na kuzimu yote itatupwa katika lile shimo. Ufunuo 20:14, mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Sema hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Kwa hiyo kuna wakati ambapo wataamriwa kwenda shimoni. Shimo gani? Ndio hili shimo ambalo lisema ni shimo ambalo ni ziwa la moto. Sasa alikuwa anamsihi Yesu usituamuru kwenda shimoni. Walikuwa wanafikiri sijui wakati wao umefika, lakini wakati wao ulikuwa bado. Kwa pepo ukilitoa unalitoa tu, litoke ndani ya mtu. Litoke tu ndani ya mtu. Usianze sema kwamba unaliangamiza, unaliua. Hauwezi ukaliua. Unaliuaje? Ni ufahamu tu. Uwezi ukawiua roho. Atakayeiangamiza roho ni siku ile ya hukumu. Lakini we inaishia tu kumtoa. Unaamuru kwa jina la Yesu, linatoka. Sasa unaweza kusema linaelekea wapi? Inaweza likaenda hata kwa wanyama, hata kwa vyovyote ambavyo linapata access. Sababu mapepo yanaingia kwa mtu au kwa wanyama na kadhalika yakipata access. Na kuna watu wanafuga mapepo, nisiongee sana mambo, lakini kuna watu wanafuga hayo mambo. Wanayahifadhi. Kwa kila aliye tayari wanampa kihalali kabisa. Kwa sababu hakuna kitu kinachoweza kumuingilia mwanadamu pasipo yeye kutoa uhalali. Kuna vitu anaweza kavifanya vikatoa uhalali. Ndivyo ambavyo ilivyo. Hata Mungu mwenyewe hawezi akaingia kwa mtu. Lazima kwanza ianze Injili, si ndio? Tunahubiri Injili kwa sababu ili mtu aamini, alafu akishaamini akubali. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Anasema mbingu ni za Bwana
dunia amewapa wanadamu. Kwa hiyo dunia hii tuliopewa ni sisi ndio wenye kuamua. Adam na Hawa ndio walisababisha dhambi kaingia ulimwenguni. Walimpa nafasi ya utawala Ibilisi kwa kufuata mawazo ya Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Nimekaa hapo kidogo, lakini ninachotaka kusema ni nini? Ninachotaka niseme ni kwamba tuna mipaka. Mipaka yetu ni hapa duniani. Funguo tulizopewa ambazo ni kanuni za ufalme ni za kusababisha vitu katika ulimwengu, katika dunia hii. Katika dunia hii. Sasa hebu nataka tuzifahamu funguo za ufalme wa Mungu. Tuzifahamu funguo za ufalme wa Mungu. Sababu aliposema funguo za ufalme, maana haiko moja. Unajua kuna lazima tunapoangalia term tunajaribu kuidescribe kwa pia kwa ukubwa wake. Kama anasema nitakupa wewe funguo za ufalme, sio moja. Ina maana ziko kadhaa, si ndio? Kwa hiyo tutazifahamu funguo za ufalme. Funguo za ufalme ambazo tumepewa sisi waamini. Na zinafungua nini? Ufunguo wa kwanza ni ufunguo wa maarifa. Ufunguo wa maarifa. Na ninaposema ufunguo wa maarifa ni ufunguo wa maarifa ya kiroho au maarifa ya mbinguni. Maarifa ya kimbingu, maarifa ya kiroho yanayoweza kutuwezesha kufungua na kufunga vitu hapa ulimwenguni. Maarifa ya Kwa nini nimesema ni maarifa ya kiroho? Kwa sababu anaposema nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Tunajua ufalme wa mbinguni sio ufalme wa sema ni ufalme huu wa ulimwengu huu. Ufalme wa mbinguni ni ufalme wa rohoni. Kwa ukizungumza ufalme wa mbinguni, moja kwa moja akili yako inakuja ni ufalme wa ulimwengu wa roho. Kwa anaposema nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni, na maana ni funguo za kiroho. Ni funguo za kiroho. Kwa hiyo hizi funguo moja ya funguo ni ufunguo wa maarifa. Ufunguo wa maarifa. Na tukiona Yesu alishawahi kuzungumza kwa habari ya ufunguo huu wa maarifa, kitabu cha Luka 11 kuanzia mstari wa 52. Alikuwa anazungumza na wanasheria. Wanasheria wa that time walikuwa ni wale walimu wa sheria ya Torati. Akawa anawaambia, ole wenu enyi wanasheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa. Wenyewe hamkuingia, na wale walikuwa wakiuingia mmewazuia. Kwamba anawaambia ole wenu, ole wenu, kwa sababu mmeuondoa ufunguo wa maarifa. Mmeuondoa ufunguo wa maarifa. Sema wenyewe hamkuingia, na wale walikuwa wakiingia mmewazuia. Sasa ufunguo wa maarifa wa Yesu alikuwa anauzungumzia ni nini? Ni maarifa ya ufalme wa Mungu. Kwa sababu katika zama zile Yesu alikuwa anafundisha habari njema ya ufalme wa mbinguni. Sasa wanasheria hawa walikuwa wakiwazuia watu wasijifunze mambo ya ufalme wa mbinguni. Wameuondoa ufalme, alafu pia wanawakataza na wengine Kwa hiyo ufunguo wa maarifa, unapojua maarifa ya mbinguni, unapopokea maarifa ya mbinguni, hayo ndio unapokea funguo. Kwa sababu unajua iko hivi, ukitaka kufunga kitu katika ulimwengu huu, au ukitaka ulimwengu wa roho ukusaidie kufunga au kufungua kitu katika ulimwengu huu, ulimwengu wa roho wa Mungu au ufalme wa Mungu ukusaidie, lazima utembee katika maarifa. Katika maarifa kwamba iko kitu ambacho unataka kifungwe au kifunguliwe. Je, ni halali kwenye ufalme wa mbinguni? Kwa sababu uweze kumwambia mtu sawa leo wewe umwambie polisi, bana polisi, twende ukanisaidia kubeba magunia yangu ya bangi. Yaani atakushangaa, si ndio? Atakushangaa kwa sababu
Huwezi ukahitaji msaada kwa polisi wakati unajua hiyo ni illegal. Lazima ujue kwamba huyu ni askari, kwamba siwezi nikamshirikisha jambo lenye kuvunja sheria. Au unaenda pengine kwa mtu ambaye pengine ni kibaka, si ndio Alafu nampa akulindie. Bana, naomba nilindie mali zangu hapa. Na kama tunajua huyu jamani mwizi. Kwa hiyo lazima upate maarifa, si ndio Upate maarifa kwamba ulimwengu wa roho unatembea katika kanuni gani? Katika kanuni. Na actually tunapozungumzia hasa maarifa ya kiroho ni sheria ya Mungu. Yaani ukizungumza tu maarifa ya kiroho maarifa ya mbinguni ni kitu gani? Yaani moja kwa moja ni sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu. Na ndio maana hapa alikuwa anazungumza na wanasheria. Kwa sababu ukizungumzia sheria ya mbinguni ndio unazungumzia maarifa. Kwa ufunguo wa maarifa, kujua sheria ya Mungu. Unaomba, unataka kufunga, unataka msaada kinyume na sheria ya Mungu, it won't work. Haiwezi kufanya kazi. Huo msaada uweze ukaya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anachoangalia sheria. Ndio maana nikasema uwezi ukaenda jambo ni kinyume cha sheria alafu unaenda kuhitaji msaada kwa wanaosimamia sheria. Haiwezi kukubalika. Kwa ufunguo wa maarifa, huu ni kitu cha muhimu mno. Unapookolewa kuna access umepewa. Access ya kupokea maarifa ya mbinguni. Alichokipokea Petro pale, alipokea maarifa ya kwamba Yesu ni nani. Alipokea knowledge. Ilikuwa ni ufunuo, revelation, lakini ndani ya huo ufunuo kuna maarifa. Kwa hiyo ufunguo wa maarifa, lazima tuelewe kwamba unapotaka ulimwengu wa roho kufunga na kufungua vitu, unapotaka kuwa na huo uwezo, lazima uwe na maarifa. Lakini kuna ufunguo mwingine, kuna ufunguo wa hekima. Funguo wa hekima. Labda kuna ambao nimezungumza maarifa kidogo kama nimewaacha. Maarifa ni kitu gani? Maarifa, mbona nimezungumza maarifa ya jamii au maarifa ya dini? Maarifa jamani ni simply like this. Ni taarifa, information ambazo ni sahihi. Kwamba ni taarifa sahihi zinazohusu jambo fulani. Kwa hiyo kukiwa na taarifa sahihi kuhusiana na jambo fulani, hayo ni maarifa. Just information. Zile taarifa. Kwa hiyo kuna ufunguo wa hekima. Ufunguo wa hekima unatusaidia pia kuweza kuamua, sababu hekima ni uwezo wa kuamua ili kuleta matokeo yatakayompendeza Mungu na wanadamu. Unapokuwa na ule uwezo wa kuamua, sababu hekima haiwezi kaonekana pasipo kuwa na jambo la kuamua, kwamba kuna jambo la kufanya maamuzi hapa. Sasa ninapokuwa na uwezo wa kufanya maamuzi yatakayoleta matokeo, na hayo matokeo yatampendeza Mungu na wanadamu. Kwa sababu tunapozungumzia hekima, lazima mwisho wa siku ilete matokeo. Kwa hayo matokeo yanatakiwa yampendeze Mungu na wanadamu. Yampendeze Mungu na wanadamu. Kwa hiyo kuwa na maarifa ni kitu kimoja wapo, lakini kuwa na hekima ni kitu kingine. Kwa sababu unaweza wote mkawa na maarifa. Tunakuwa wote na maarifa kwamba tunajua kwamba uzinzi ni dhambi mbele za Mungu, si ndio Uzinzi ni dhambi. Lakini inahitaji nini? Inahitaji hekima, au inahitaji hekima. Nikisema inahitaji hekima, inahitaji maamuzi sahihi kuweza kuufungia uzinzi nje ya maisha ya mtu, au kutouruhusu uzinzi kuwa ni sehemu ya maisha yako. Inahitaji hekima. Inahitaji uwe na maamuzi ambayo yatakutoa katika, sababu kuna maamuzi mengine ukiyafanya sawa, unajua kwamba hiki ni sio sahihi na kwenye sheria ya Mungu hiki sio sawa. Lakini kuna maamuzi ukiyafanya kwa sababu ya kukosa hekima,
unakuta yanakutumbukiza katika nini? Katika iko ambacho Mungu amekikataza. Kwa mfano, unafahamu nikifanya jambo hili ni dhambi, alafu unafanya maamuzi. Kwa mfano, ukifanya maamuzi mtu anayekunywa pombe, unakuta ni rahisi pia kufanya dhambi ya uzinzi. Kwa nini? Kwa sababu akilewa maamuzi yake yanakuwa tena sio maamuzi yake tena, si ndio? Au wewe unafanya maamuzi ya kukaa, unasema unakaa na binti ndani, mko wenyewe mpaka usiku, au bana, naomba leo nikae kwako hapa, unakaa naye. Yaani ukifanya maamuzi ukasema basi sawa unakuta tu. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Unataka kufunga baadhi ya vitu katika maisha au kufungua baadhi ya vitu katika maisha, inahitaji uwe na maamuzi sahihi. It's a wisdom. Ufunguo ambao ni hekima. Unahitaji upendo katika maisha yako. Unahitaji sema kufungulia upendo katika maisha yako au katika maisha ya mtu. Inahitaji uwe na maamuzi sahihi. Hayo maamuzi ambayo yatadescribe upendo wa kimungu. Ndivyo ambavyo ilivyo. Kwa hiyo una maarifa, una hekima. Zote hizo kwa Mungu tunaahidiwa. Mungu anakupa huo uwezo. Kwa sababu hekima haipatikani kwa kujifunza kwa sema darasani. Hekima, huo uwezo unajengwa kwa kufanya nini? Biblia inasema kaa na wenye hekima nao utapata hekima. Akasema kwamba alikuwa anazungumza Suleiman alikuwa na hekima sana. Akasema ukisikia maneno yangu yatakuhekimisha. Kwa kuna namna fulani ambavyo ukimsikiliza Mungu, ukikaa karibu naye, ukaangalia the way anavyoamua. Kwa sababu hiyo ni ukimwangalia mtu the way anavyoamua, mambo yanayoconsider, yani ule uwezo nao unajengeka ndani yako. Sababu ile ni kitu ambacho ni uwezo wa kuamua. Kwamba kuna wote tuna maarifa sawa, lakini kuna namna fulani tukipewa assignment ya kufanya maamuzi kwa elimu yetu ile, kuna mmoja atafanya maamuzi yenye kupendeza zaidi. Sasa huo uwezo ni uwezo ambao unatokana na kukaa na watu smart. Unajua kukaa na watu smart automatically na wewe unakuwa smart. Kikaa na watu smart na wewe automatically unakuwa smart. Unakuwa smart vipi? Kwenye maamuzi. Yaani watu wenye uwezo wanakupa ile namna ya uwezo wao. Inawezekana wote mmesoma kozi moja, lakini wao kuna uwezo ambao wanao ambao wewe hujaupata darasani. Ukikaa nao haupati uwezo wa kidarasani, kwa sababu darasani lazima uende darasani ili upate ule uwezo. Lakini unaweza ukapata uwezo wa kufanya maamuzi. Inaitwa wisdom, inaitwa hekima. Kwa tunapokaa karibu na Mungu, tunapokaa karibu na kujifunza the way anavyoamua vitu. Kwa sababu ukaa karibu na Mungu, jamani, nikisema ukaa karibu na Mungu, mtu anasema sasa Mungu yuko mbinguni. Wewe unasema unakaaje naye karibu? Unakaa naye karibu kwa kusikia habari zake. Kwa hasa kusoma. Jamani, hekima, unataka hekima, just be a reader. Soma maandiko. Hii sio ya kusimuliwa hizi za dakika moja, sui Mathayo ngapi mnapewa vifungu. Hii haikusaidii. Kula, sema habari nzima. Unaipata habari kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yaani unapata ile content nzima. Unajua kanisani, niseme hivi, vifungu sana, vifungu. Soma Mathayo 2:5. Alafu lisali zima, yani 2:5, yani lisali zima gospel. Au ndani ya lisali moja unakuta kuna mistari 5, 6, 7, 8. Haiwezi kukupa hekima. Hekima inakuja kutoka unapopata ile content nzima. Kwamba unapopata chanzo cha habari mpaka mwisho wa habari, unapata kwamba kumbe ilikuwa hivi, alafu akaenda hivi, alafu akatikizwa kidogo hivi, alafu akaamua hivi, alafu ndio ikawa hivi. Sasa sisi tuna koti vile ikawa hivi. Kwenye Biblia mara nyingi vifungu tuna koti ile
ile ilivyokuwa ndio tuna declare. Lakini unajua ile mwanzo habari. Kwa nini alisema hivyo? Sasa ukijua mwanzo na mwisho ndio unapokea kitu kinachoitwa hekima. Mistari ya vifungu haiwezi katupa hekima. Haiwezi. Itatupa tu sema ile nini? Hari. Unajua kuna siku hizi kusimamia vifungu ndio imekuwa fashion kweli. Kiangalia kwenye status zetu huko kwenye dini, vifungu kama vyote. Mtu ameona kifungu kimemfurahisha, hata hajui kilikuwa kinazungumzia nini, anakikata kwa sababu kimeenda na upepo wake, anakituma. Nitakuwa kichwa, si mkia. Unajua utakuwaje kichwa, si mkia? Unajua kwa nini amesema hiyo kitu? Nitabarikiwa mjini, nitabarikiwa mashambani, nitabarikiwa nini? Unajua kwa nini amesema hivyo? Ikiwa utaisikia sauti ya atuchukui kule juu, nitabarikiwa mjini, wewe unaisikia hiyo sauti. Lakini ameanza, ikiwa leo hii utaisikia sauti, utaefuata, baraka hizi zitakujilia, nitabarikiwa. Kwa hiyo kumbe, ukitaka kupokea hekima, kitu cha muhimu sana ni kusoma content nzima. Wanaosoma ni watu wenye hekima kuliko ambao wanasikiliza. Kwa sababu mwalimu hata kwenye nini, kwa watafiti wa mambo ya elimu, anakupa ni kama 30% tu. 70% ni wewe. Yaani yeye anakuintroduce to 30%. Alafu wewe mwenyewe ndio una ile 70% ni wewe. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Tunatakiwa tusome ili tupokee hekima. Na tunaposoma tunaangalia jinsi gani mwanzo mpaka mwisho wa habari. Kuna ufunguo mwingine, ufunguo wa 3, ufunguo wa ufahamu. Sasa ufahamu, unajua ile neno lilivyokaa, limekaa Kiingereza ameiweka vizuri, amesema understanding, ufahamu au kuelewa. Tunaweza kusema ufunguo wa kuelewa, ufunguo wa ufahamu. Unajua unaweza ukawa na maarifa ambayo huyaelewi. Unajua hiyo kitu? Kwamba unaweza ukawa unalijua jambo. Una information about something. Unajua kitu fulani. Una maarifa yake lakini huyaelewi. Kuelewa, ufahamu, ufunguo wa ufahamu. Na katika hili nataka niweke angalizo moja. Kuna vitu ambavyo vinazungumzwa sana kwa sisi waamini. Unasikia bana, mambo ya kiroho bana hayaeleweki. Mambo ya kiroho bana hayaeleweki. Mambo ya kiroho hayaeleweki ukiyatafsiri katika namna ya kimwili. Unakuta kuna namna fulani ambavyo tunayatafsiri mambo ya kiroho katika namna ya kanuni za ulimwengu. Uwezo kayaelewa. Utaka uyatafsiri mambo ya kiroho, ni lazima uweze kufanya nini? Au kutaka uyaelewe, uweze kuwa na ufahamu na mambo ya kiroho, lazima uyatafsiri katika kanuni za rohoni. Katika kanuni za roho. Kwa hiyo mambo ya kiroho yanaeleweka, lakini inahitaji ufahamu wa kanuni za ulimwengu wa roho. Kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 9 na wa 10 anasema hivi: kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya kimungu. Mbona hapa Paulo alikuwa anawazungumza na Wakolosai hapa. Anawaambia kwa habari ya maombi ambayo anaomba yeye. Anaomba maombi na dua wajazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni.
Na hivi vyote vitu vitatu nimevizungumza hapa: maarifa, hekima na ufahamu. Kwamba unaweza kuwa na maarifa lakini huyaelewi. Una maarifa lakini huyaelewi, au una ufahamu nayo. Kwamba anasema mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika. Kwamba unaweza kuwa na maarifa sawa, lakini kuna maarifa katika hekima na maarifa katika ufahamu. Ufahamu wa rohoni. Kwamba maarifa katika hekima ni vipi? Kwamba maarifa katika hekima ni kuweza kuyatumia hayo maarifa ili kufanya maamuzi yenye kumpendeza Mungu. Lakini unaposema maarifa katika ufahamu, ufahamu wa rohoni, maana ni kwamba ni kuyaelewa yale maarifa. Kuyaelewa yale maarifa. Kwa kuna hii kitu cha understanding, ni kitu cha muhimu sana. Tuangalie kisa kimoja hapa, alafu nitaelezea kwa mfano wa kufahamu. Yesu siku moja alikuwa ameenda asema nchi ya Wagerasi. Akakutana na mtu ambaye ana pepo wengi sana. Kitu ambacho alikifanya, alimuuliza. Sema kitabu cha Luka 8:30. Lazima Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akasema jina langu ni Jeshi. Kwa sababu pepo wengi wamemuingia. Sema wakamsi asiwaamuru wamtoke kwenda shimoni. Sasa lazima tujiulize, hivi kwa nini Yesu alimuuliza swali kwamba jina lako ni nani? Hivi tunajua kwa nini Yesu alimuuliza kwa nini jina lako ni nani? Kwamba kuna kitu alikuwa anataka, kwa sababu ukiangalia katika miujiza ambayo Yesu aliifanya au katika namna alivyokuwa anawafungua, si mara zote aliwauliza majina. Alitaka aseme, alafu aliposema alijua kwamba sema Jeshi. Akajua kwamba akapata ufahamu wa kiroho kwamba huyu ana pepo wengi. Alafu ndipo ambavyo akafanya nini? Akamfungua. Kwa unasema unajua namna ya kusema, una maarifa ya kutumia jina la Yesu sawa. Lakini kuna wakati utahitaji kuelewa zaidi. Utahitaji sema understanding. Akamwambia jina lako ni nani? Alivyosema sema tu ni Jeshi, akajua hiki kitu ninachosema hapa, hii sio namna ya kawaida. Hiki sio kitu cha kawaida. Ufahamu. Na niseme hivi, ufahamu ni wa muhimu sana, kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza ukasema ukataka kufanya vitu unasema unataka kufanya vita au unapambana na kitu, nasema in a wrong direction. Kwa mfano, mtu ambaye unajua sasa kinacho operate ndani yake ni nguvu za giza, mtu wa namna hiyo usije ukapambana naye katika namna ya kimwili kabisa, japokuwa kiuhalisia sisi vita vitu sio vya mwili, si ndio? Lakini lazima ujue kwamba kinacho operate hapa ni spirit. Kwa ukishaelewa tu, maana kwamba unakuwa na nidhamu. Unakuwa na nidhamu ili pengine usije ukatekelezewa kesi. Ndivyo ambavyo inatakiwa iwe. Kwa hiyo Yesu alimuuliza kwa nini? Alimuuliza kwa sababu apate kufahamu ni kitu gani kilicho ndani ya huyu mtu, ili tusije tunapozungumzia kwa habari ya huu ufunguo. Ni wa muhimu sana. Kabla ya kufungua au kufunga, kuna wakati utahitaji understanding. Utahitaji kuelewa kwamba nataka nifunge hapa, nataka nifungue kitu fulani hapa, lazima kuelewa. Sasa hebu tuangalie kitu kingine pia. Tunazungumzia kufunga, kufungua. Kufunga na kufungua, unafunga na kufungua nini? Unajua iko hivi, ufunguo wa kufunga na kufungua. Sasa usije ukasema tunafungua magari ya mbinguni hapa. Tunafungua mabiashara, tunafungua hazina za mbinguni. Tunafungua nini? Fungua ambazo tumepewa, tunafungua kitu gani au tunafunga vitu gani? Kwa sababu alivyosema kufunga na kufungua, maana kama kufunga kitu, unakifunga kitu ambacho hakitakiwi, si ndio? Yaani unapozungumzia kufunga
uwezi ukafunga kitu ambacho kinatakiwa. Unafungaje kitu ambacho kinatakiwa? Unafungulia kitu ambacho kinatakiwa, unafunga kitu ambacho na ulimwengu yani sema katika ile hekima ya kama ni Roho Mtakatifu na kuongoza, lazima uelewe kwamba hawezi kusema ukafunga kitu ambacho kinahitajika. Kwa hiyo huu funguo wa maarifa, funguo hekima na ufahamu vinafungua kitu gani? Vinafungulia kitu gani? Kwa sababu unaposema nafungua na kufunga, kitu ambacho lazima tukielewe, nikifungua kitu au nikifunga kitu ni katika maisha. Unajua, hebu msaidie huyo. Yaani unaposema nafunga na kufungua, uje Mungu yuko interested na maisha ya watu. Alikuja ulimwenguni kwa ajili ya watu, kuwaokoa watu. Na sisi hata tunapofunga na kufungua, tunafunga na kufungua vitu kwa ajili ya maisha ya watu. Kwa ajili ya maisha ya watu. Na ukibadilisha maisha ya watu, maana umebadilisha ulimwengu. Unajua iko hivi, Mungu aliupenda ulimwengu, alafu akadili na mwanadamu. Kwa nini adili na mwanadamu? Kwa sababu mwanadamu ndio in charge au msimamizi wa ulimwengu huu. Unajua msimamizi akiwa amevurugwa, yani hata kama ni biashara yako umemweka msimamizi, alafu wewe msimamizi akavurugwa, anavuruga hadi biashara. Kwa hiyo ukitaka biashara yako iende vizuri, dili na msimamizi. Yaani usiende kudili na ng'ombe. Unajua ng'ombe, ulimwengu, ujisi ulivyo, viumbe na kadhalika na kadhalika. Mwanadamu akipona, mwanadamu akiwa na ile discipline na tabia ya kiungu, mpaka viumbe na majani na mazingira yote yana experience ile namna ya kiungu ya Mungu. Kwa hiyo tunapozungumzia huu ufunguo wa maarifa, ufunguo wa hekima na ufunguo wa ufahamu, Mungu ametupa kwa ajili ya maisha ya wanadamu, kwa ajili ya maisha ya watu wanaotuzunguka. Kuanzia mimi, yani ufunguo ambazo nilipewa yanafungua vitu kwangu na kwenye maisha ya watu wengine. Sijui ukaniambia kwamba unafungua kwa ajili ya wanyama, mimea. Yani watu wakikaa vizuri, akili za watu zimekaa vizuri, huko kwingine kote kunakuwa kumekaa vizuri. Kwa hiyo ufunguo wa maarifa, hekima na ufahamu ni kwa ajili ya maisha yetu, kufungua vitu kwa ajili katika maisha yetu na kwa wengine. Na inafungua vitu gani? Nataka niangalie vitu ambavyo inafungua katika maisha ya watu. Inafungulia funguo hizi au kanuni hizi zinafungua upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Yaani unapotumia ufunguo wa maarifa, unapotumia ufunguo wa hekima, unapotumia ufunguo wa ufahamu, kitu ambacho inakuja kuleta au inakuja kufungua, kama unataka kufungua, inafungulia upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema. Ndivyo ambavyo ufunguo za ufalme zinashughulika na kufungua. Sio ukafungulia kifo. Unatumia ufunguo wa Mungu kumfungulia kifo, nafungua kifo, watu wafe. Yaani unajua kuna wakati mmoja Yesu alienda Samaria, alafu hawakumpokea. Alikuwa na wanafunzi wake. Akamwambia hivi, wale wanafunzi wake akamwambia hivi, kwa nini usishushe moto kama Elia alivyoshusha moto tuangamize? Akamwambia, mjini roho namna gani mlionao ninyi? Kwa sababu mwana wa Adamu hakuja kuangamiza roho za watu, bali kufanya nini? Kuziokoa. Kwa hiyo Mungu anategemea funguo ambazo anatupa au maarifa, hekima na ufahamu ambao anatupa uwe kwa ajili ya kufungulia upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Kuna vitu kama hivi ambavyo uvioni, mwambie Mungu, Mungu nisaidie kupokea maarifa, nipe hekima. Hivi watu wataonaje upendo wako mahali hapa? Hivi watu wataionaje amani yako mahali hapa?
Mungu nipe hekima, nipe maarifa, nipe ufahamu, ili huyu inawezekana ni mwenzi wako pengine ana changamoto kweli kweli, au rafiki yako ana changamoto kweli kweli, mkorofi kweli kweli. Unaweza kusema Mungu nipe hekima hapa, amani yako itaachiliwaje? Amani yako itaachiliwaje? Watu watapataje furaha? Mungu itakuwaje jambo hili? Unamwambia Mungu akupe ufunguo wa kuweza kufungua jambo hilo. Ndivyo ilivyo. Sasa hayo ukiangalia kwenye maandiko, hayo nimesema ni tunda la Roho, si ndio? Tunda la Roho ni upendo, furaha, amani na kadhalika. Wameatema kama ni tunda la Roho. Lakini kitu ambacho uelewe kwamba Roho Mtakatifu anapofanya kazi, Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa maana ya kwamba anakufundisha. Roho Mtakatifu anapotenda anakufundisha. Anakufundisha kupitia watu, anaweza kusema na wewe ndani kupitia maandiko. It's all about maarifa, anakupa wisdom, anakupa ufahamu. Kwa sababu tunda la Roho au ni matokeo ya kuongozwa na Roho. Sasa Roho Mtakatifu anapokuongoza anakupa funguo, kwamba hapa kinataka kitu hiki, tumia ufunguo huu, tumia kanuni hii. Alafu unakuta unakifanya kile kitu kinaachiliwa kuanzia kwenye mbingu. Lakini kuna mambo gani tutakuwa tuyafunge jamani? Mambo gani ambayo tuna muda umeenda, tunamalizia hapa. Kuna mambo ambayo ya kufunga. Sisi ukitumia funguo za ufalme kufunga mambo, unafunga vitu gani? Ndipo ambayo lazima tuelewe kwamba unaweza ukafunga mawazo au ukafunga nia. Sababu unajua iko hivi, mawazo ndio yanasababisha mtu kufanya kitu. Ukafunga mawazo ya uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, ugomvi, wivu, hasira, fitina, fanaka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi. Kisikiza hayo maneno yote yanatisha. Yaani yanatisha kama zote. Uasherati, uchafu, ufisadi, uchawi, uadui, ugomvi. Sasa hapa kuna fitina, fanaka, kuna ulevi, ulafi. Yaani hayo maneno yanatisha. Mtu akwambia jamaa yule ana fitna kweli. Jamaa yule ni fisadi kweli. Jamaa yule ni muasherati kweli. Yaani maneno ambayo ukiyasikia kwanza Sasa funguo au maarifa ya kiroho yanaweza yakatusaidia kufunga, kwa sababu haya mambo yote yanaanzia kwenye mawazo. Kwamba ninatamka neno la maarifa, alafu lile neno unakuta linashughulika na uasherati. Linafunga katika maisha ya mtu uasherati. Linafunga ile namna ya uchafu, ufisadi. Alikuwa ni fisadi, lakini kuna neno linaachiliwa, neno la maarifa, neno la hekima, kuna neno la ufahamu. Alafu ile neno linakuja linashughulika na kile kitu, linafunga katika maisha yake. Ndivyo ambavyo inatakiwa iwe. Tunasema tunafunga. Haya mambo yanafungwa kwa neno. Na nataka nimalizie hapa jamani, naona muda umeshafika, lakini nataka nimalizie kitu kimoja hapa. Unajua kuna kitu ambacho huwa mara nyingi hatukizungumzagi sana. Unapotaka kumweka mtu au Mungu anapotaka kumweka mtu huru. Unajua mtu kuwekwa huru lazima aone kwanza yuko utumwani. Unajua iko hivyo. Kwamba wewe utajuaje kwamba hauko huru? Unajua kuna mtu mwingine ukimwambia uasherati ni kitu kibaya, hakuelewi, kwa sababu yani haoni kama ni shida. Ufisadi haoni kama ni shida, si ndio? Yani haoni kwamba ni shida. Kwa atakapofika mtu wakati wa kutambua kwamba this is not right, maana kwamba ameona kwamba jambo hili ni utumwa.
Sasa mtu anapoona ya kwamba mimi ni mtumwa, ni rahisi sasa kuweza kufanya nini? Kutolewa. Na nataka nisome maandiko machache hapa, tunamalizia hapa. Paulo, ukimwangalia Paulo wakati alikuwa akihubiri, alikuwa akiaddress zile issue kabisa ambazo zimewafunga. Unajua ukienda sehemu ambayo unajua hiki kitu kimemfunga mtu huyu, mfanye kwanza akione kwamba ni mzigo. Mfanye kwamba akione, yani achilia neno ambalo litamfanya kwamba aone kwamba that is not right. Hiyo sio sawa. Sababu unajua kuna mtu mwingine akwambia, mimi mbona poa tu. Mbona maisha yanaenda tu, mbona sina shida. Mbona yani anaona hasa atakapofika point akaona kwamba huu ni mzigo, maana kwamba atahitaji msaada. Paulo alienda sehemu moja inaitwa Athene. Kitabu cha Matendo 17 kuanzia mstari wa 16. Sema na alipokuwa akiwangojea huko Athene, alikuwa anawangojea watu. Asema na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake ikachukizwa sana ndani yake. Asema basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana nao sokoni kila siku, na baadhi Waepikureo na Wastoiko wenye ujuzi wakakutana naye. Wasema wengine wakasema mpuuzi huyu anataka kusema nini? Wengine wakasema anaonekana ni mtangaza habari za miungu migeni, kwa maana alikuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo. Sema wakamshika, wakamchukua Areopago, wakisema, je, tunaweza kujua maana ya elimu mpya uliyoinena? Akaendelea huko chini, nataka nishuke kidogo. Sema na Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko, naliona madhabahu iliandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiri habari zake yeye ambaye mnamwabudu bila kumjua, Mungu aliyefanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu lililojengwa kwa mikono, sababu wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kwamba anahitaji chochote, maana ndiye aliyewapa wote uzima na pumzi. Akaendelea huko chini. Sasa nataka niishie hapo, lakini alikuwa ana address kwa habari kwanza ya yale mahekalu na yale masanamu. Alikuwa anataka waoneshe kwamba yale mahekalu, kwa sababu aliingia katika mji akuta watu wameka masanamu, wameka manini. Anasema ile kitu ikamchukiza sana, yani ikamfanya achukie. Kwa hiyo alipopata nafasi ya kuzungumza nao, kitu ambacho alianza kukiaddress kwanza, Mungu akai katika kazi za wanadamu. Yani usije ukafikiri kwamba pengine Mungu anakaa katika hekalu, kwa sababu inaonekana wao walikuwa wanatumainia mahekalu, walikuwa wanatumainia zile sanamu. Kwa akaanza nao kwanza hapo ili wasema nini? Wapate kufahamu kwanza, waone kwanza ile tatizo. Alafu ukisoma kule chini ndivyo ambavyo sasa anamfunua Kristo. Na iko hivi, ukiangalia pia wakina Petro walishahubiri pale wakati ambapo walienda sehemu moja, sema kwenye kitabu cha Matendo 10:37, sema waliposikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Wakachomwa, waliposikia wakachomwa mioyo yao. Unachomwaje? Unaona kwamba kweli niko utumwani. Kweli niko utumwani. Kwa hiyo nimesema mambo haya kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba kuna vitu ili vifunguke, lazima watu wapate kuelewa ukweli kwamba hii sio sawa, mimi niko utumwani. Yaani njia ya kumfungua mtu ni yeye kudetermine kwamba this is not right, hii sio sawa. Na ndio maana katika neema leo hii tumekuwa na mafundisho hasa ambayo hayakemei, kuwafanya watu waone kwamba maisha ni sawa.
Yaani kukemea siku hizi hakunaga sana, kwamba unajua tuko katika neema. Tunaokolewa kwa neema. Tunaokolewa kwa neema, sio kwa matendo yetu, sawa? Lakini ametuokoa ili hiyo neema itufundishe kukataa ubaya. Yaani tunaokolewa, sasa umepewa pasi bure ili ukiingia huko ndani sasa uvalishwe mavazi mapya. Sasa wewe unaingia ndani, bana mimi nishaingia ndani baada mimi niko. Tumeacha injili au mafundisho yenye kulionya kanisa. Kwenye kulionya kanisa. Kwa hiyo maana tunakuta tuna waamini sawa, lakini kuna vitu ambavyo hawajaamua kuviacha. Hawajaruhusu Mungu apate kufunga katika maisha yao vitu fulani. Na vitu vinafungwa pale ambapo unapokea maarifa, unapokea ufahamu, unapokea hekima kutoka kwa Mungu. Na hekima, maarifa na ufahamu wa kimungu unaopata wakati mwingine kwa kuonywa. Maonyo yanapokuja yanakuelekeza utengeneze hapa. Hatuwezi tukawa na kanisa ambalo kuna vitu ambavyo tunaviona hatuvikemei. Sasa hivi kuambia vijana bana tusifanye hivi, yaani wanaona huyu jamaa kavu kweli. Wanaona kavu kweli huyu mtu. Lazima tufike point tumsi Mungu. Hizi funguo ambazo ametupa ziweze kufungua vitu katika maisha yetu sisi na wale ambao tunasema tunawahudumia. Tumepewa funguo. Tutakachokifunga katika ulimwengu kitakuwa kimefungwa. Tutakachokifungua kitafunguliwa. Mungu atusaidie kwa neno lake hili. Ili funguo ambazo tumezipokea, sheria yake, hekima yake na ufahamu wake, kujua kwamba Mungu ni mtakatifu. Sababu ufahamu, ukijua Mungu ni mtakatifu, nanyi mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kuna namna tutaenenda katika kumwakisi yeye. Mungu atusaidie sana ili tusiweze kutoka katika imani. Unajua kuna watu wengine wanasema kwamba unajua mtu hawezi akatoka katika imani. Mtu anaweza akatoka katika imani. Umeokolewa sawa. Lakini imani yako isipokuwa thabiti, kuna namna ambavyo unaweza ukapandikizwa mawazo ambao yakakutengenezea doubt na hiyo imani. Kwa hiyo haitoshi tu kwamba tumeokolewa. Kuna vitu vinahitaji kufunguliwa katika maisha yetu. Neno lake, hekima yake, ufahamu. Ndizo funguo tulizopewa, na hizo ndio tunazotumia kufungua wengine. Tunafungua wengine kupitia funguo za ufalme wa Mungu. Tutafungua maisha yetu, tutafunga vitu katika maisha yetu kupitia ufalme tusianze kufungua magari, tukafungua manini. Tunapenda kufungulia material. Sio kusudi. Baba Mungu wetu, nakushukuru kwa ajili ya neno lako hili. Sema asante sababu umesema nasi. Nakushukuru Bwana. Endelea kutusaidia ili tuweze kuziishi kanuni zako. Tuweze kuyaishi maarifa yako. Tuweze kupokea ufahamu wa yale ambayo unataka tuyajue, ili tuweze kutembea katika maisha ya uhuru kweli kweli. Tukufu na heshima na kurudishia wewe. Katika jina la Yesu nimeomba.